Naam. Na tumai ubweri wapi pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Wakenya Alhamisi walitoa heshima zao za mwisho kwa hayati waziri mkuu wa zamani wa taifa hilo Raila Amolo Odinga kwenye uwanja wa michezo wa kimataifa wa Kasarani, jiji kuu la Nairobi. Baada ya kutoa nzima ya mshike na pilika shughuli ya kutoa heshima za mwisho kwa marehemu waziri mkuu wa zamani Kenya hayati Raila Odinga imefanyika. Familia ya marehemu akiwemo mjane Mama Aida Odinga na viongozi wakuu wa serikali ndio walikuwa wa kwanza kuona maiti ya hayati kigogo huyo wa siasa Raila Amolo Odinga. Kofia yake iliyokuwa kitambulisho chake rasmi ilipachikwa juu ya jeneza iliyokuwa wazi. Maiti ilifunikwa pia kwa kitambaa cha njano ambayo ndiyo rangi rasmi ya chama chake cha siasa ODM. Shughuli ya kutoa heshima za mwisho kwa hayati waziri mkuu wa zamani Raila Odinga ilihamishwa uwanja wa michezo wa kimataifa wa Kasarani baada ya vurugu kuzuka kwa sababu ya umati mkubwa uliojitokeza kushiriki. Mamia ya maelfu yalitokeza kwenye uga huo wa kimataifa, na baada ya muda hali ikawa ya mshike. Polisi walilazimika kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya waombolezaji waliokuwa na washinda nguvu maafisa wa usalama waliokuwa wanapiga doria. Mwendo wa adhuri hali ilikuwa si hali nje ya majengo ya bunge, ambapo wafuasi na mwenda zake kigogo huyo walikusanyika kwa wingi. Yaliyojiri alisukuma spika wa bunge la taifa Moses Wetangula kuihamisha shughuli hiyo hadi uga wa Kasarani. Kiranja wa bunge Silvana Sosoro aliafiki kuwa idadi iliyojitokeza ilizua changamoto. Mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga alikiri kuwa waombolezaji wana simanzi, ila ni muhimu amani dumishwe. Maelfu ya wafuasi walilazimika kwenda kwenye uwanja huo wa Kasarani, ambapo kuwa watoe heshima zao za mwisho. Juhudi za wabunge na viongozi wengine serikalini kuwazuia vijana hao ziliamulia patupu, ila lilitolewa tangazo kuwa hafla imehamishwa. Wakenya walijitokeza, walikuwa na haya ambapo mengi walizungumzwa katika eneo hilo. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa nyingine, msikilizaji, ambapo moja kwa moja tunaelekea katika eneo lile la Kisumu, ambapo maandalizi yanaendelea kwa ajili ya shughuli za kuaga mwili wa Raila Odinga siku ya Ijumaa katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo. Awali shughuli hiyo ilikuwa imepangwa kufanyika mjini Kisumu. Eneo hilo litakuwa na maeneo maalum ya kuingilia na kutoka ili kudhibiti msongamano. Daktari Oburu Oginga, kaka yake Raila na naibu mwenyekiti wa kamati ya kitaifa mazishi, amewasili nyumbani kwa Raila huko Bondo, kaunti ya Siaya. Kwa mjibu wa utaratibu wa jamii ya Wajaluo, ujio wake unaashiria kuwa boma limefunguliwa rasmi kwa waombolezaji na kwamba familia imetangaza rasmi kifo cha ndugu yao. Oburu amekutana na wazee wa mtaa, jamaa na familia, marafiki wa karibu wa Raila pamoja na viongozi wa kidini ili kuweka misingi ya maandalizi ya mazishi. Mazishi yanatarajiwa kufanyika kwa mujibu wa taratibu za kanisa la Kianglikana. Na tukirejea jijini Nairobi, Rais William Samoei Ruto wa Kenya akiwa ameandamana na familia ya kigogo wa siasa Raila Amolo Odinga waliomwomboleza kwa maombi. Kigogo huyo ambaye alionekana akiwa kigogo huyo ambaye anaonekana akiwa kwa jeneza funguliwa amevalishwa kitambaa kifuani cha rangi ya machungwa, kikiashiria chama alichokiasisi na kukiongoza kwa takribani miaka 20, chama cha Orange Democratic Party. Aliyekuwa rais wa 4 wa Kenya Uhuru Kenyatta pia amehudhuria shughuli hiyo iliyofanyika katika uwanja wa Kasarani, jiji kuu la Nairobi. Shughuli ambayo ilianza kwa maombi kutoka kwa viongozi wa kidini, ambapo ndipo shughuli ya kutazama mwili
iliruhusiwa. Polisi wa Kenya waliwatawanya waombolezaji, na kwa sasa hali imekuwa tulivu, wakibaki waombolezaji wachache uwanjani. Naendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi tunajiunga moja kwa moja na shirika la DW, ambapo ni washirika wetu kwenye matangazo yetu ya mbashara, matangazo ambapo polisi nchini Kenya wamelazimika kufyetua mabomu ya machozi na risasi hewani kuwatawanya maelfu ya waombolezaji waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa mpira wa Moi Kasarani, jiji kuu la Nairobi, kuaga mwili waliyekuwa wahi kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Raila Odinga, aliyefariki jana nchini India kufuatia mshtuko wa moyo. Ndio hali ambayo inajitokeza, msikilizaji, ambapo katiba ni ripoti za waandishi wa habari, ambapo katika ripoti hii na uchambuzi nashirikiana na shirika la DW katika matangazo haya awamu ya pili, ambapo ni Afrika Leo jioni, tukishirikiana na shirika hili la DW, ambapo Thelma Mwazaya anaripoti kutokea Kenya. Raila Odinga imefanyika. Familia ya marehemu, wakiwemo mjane Mama Aida Odinga na viongozi wakuu serikalini, ndio waliokuwa wa kwanza kuiona maiti ya hayati kigogo Raila Odinga. Kofia yake iliyokuwa kitambulisho chake rasmi ilipachikwa juu ya jeneza lililokuwa wazi. Maiti ilifunikwa pia kwa kitambaa cha njano, ambayo ndio rangi rasmi ya chama chake cha siasa cha ODM. Wa Kenya wana mtazamo upi kuhusu matukio ya leo? Haya ni maoni ya baadhi yao. Kwa majina naitwa Agnes, nyumbani ni Murang'a. Kuna upendo ni mwingi sana wa baba. Hata kama ni kiongozi mwingine, wakuja na muktaba wa kujua penye watakontrol hawa watu. Kwa majina naitwa Selina Kananu, nyumbani ni Meru. Maybe hata wangeweza kupeleka mwili Kasarani hata na helicopter na ndege. So maybe hata wangesafirisha mwili mpaka Kasarani na helicopter. Shughuli ya kutoa heshima za mwisho kwa hayati waziri mkuu wa zamani Raila Odinga ilihamishiwa uwanja wa michezo wa kimataifa wa Kasarani baada ya vurugu kuzuka kwa sababu ya umati mkubwa uliojitokeza kushiriki. Mamia kwa maelfu walijitokeza kwenye uga huo wa kimataifa, na baada ya muda hali ikawa ya mshike. Polisi walilazimika kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya waombolezaji waliokuwa wanawashinda nguvu maafisa wa usalama waliokuwa wanapiga doria. Mwendo wa adhuhuri hali ilikuwa si hali nje ya majengo ya bunge, ambako wafuasi wa mwenda zake kigogo Raila Odinga walikusanyika kwa wingi. Yaliyojiri yalimsukuma spika wa bunge la taifa Moses Wetangula kuihamisha shughuli hiyo hadi uga wa Kasarani. Mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga alikiri kuwa waombolezaji wanasimanzi, ila amani ni muhimu idumishwe. Vijana ambayo wanalia baba, najua imekuwa na abrupt death. Baba amekufa bila, kama angekuwa mgonjwa for like 6 months wangekuwa adili control their emotions. What I only pray is that it be peaceful. Kwa sasa usalama umeimarishwa katika makazi ya Bondo na Nairobi ya hayati Raila Odinga ili kuipa nafasi mipango ya maziko kutimia kwa amani, ukizingatia matukio ya leo. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi. Asante sana Thelma Mwazaya, na nazidi kusonga mbele wakati ambapo ni hali ambayo ni ripoti tunazidi kukuletea, ambapo ni habari ambapo Mahakama Kuu ya Msjala dogo ya Dar es Salaam imetupilia mbali pingamizi lililowekwa na upande wa jamhuri wakitaka mahakama iwahoji na kuwafanyia dodoso mahakamani hapo anayemwakilisha aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, ambaye ni wakili Peter Kibatala na kaka yake Humphrey Godfrey Polepole. Florence Majani na taarifa hiyo.
wakitaka wakili Peter Kibatala na ndugu yake Humphrey Polepole anayeitwa Godfrey Polepole wahojiwe mbele ya mahakama kwa mujibu wa viapo walivyoweka wakati wanawasilisha shauri hilo mahakamani, kwa madai kuwa dodoso na kuhojiwa kwao kutasaidia mahakama kufanya uamuzi sahihi katika kesi hiyo. Hivyo, mahakama leo ilianza kusikiliza kesi ya msingi ambapo wakili Kibatala amedai kuwa kutokana na taarifa kadhaa alizonazo Godfrey, anaamini ndugu yake anashikiliwa na jeshi la polisi. Hivyo, kuendelea kuomba afikishwe mahakamani au jamhuri iseme ni wapi alipo mwanasiasa huyo. Akizungumza mara baada ya shauri hilo kusikilizwa leo, wakili Kibatala amesema kuna maamuzi madogo kwa katikati ya kesi, mambo yalijitokeza, kuna mambo yaliletwa, na serikali waliomba kumhoji mdogo wake na Humphrey Polepole anaitwa Godfrey Polepole, waliomba pia kumhoji wakili Peter Kibatala, maombi ambayo mahakama imeyakataa na inaelekeza usikilizwaji wa msingi wa shauri husika uendelee kama ambavyo umeanza kuendelea leo. Kwa upande wake, wakili wa serikali Ayubu Sanga aliomba mahakama kumkumbusha Kibatala kuwa kesi hiyo imeletwa katika hali ya dharura sana, na kwamba endapo atakuwa anaelezea kila kilichopo kwenye viapo vya upande wa mleta maombi, basi kesi hiyo itachukua muda mrefu. Baada ya majadiliano yaliyochukua saa kadhaa, jaji mfawidhi Salma Magimbi na mawakili wa pande zote mbili waliamua shauri hilo liendelee. Akizungumzia namna familia wanavyoendelea na juhudi za kumtafuta ndugu yao Godfrey Polepole, amesema actually zaidi sana katika jitihada hizi zote, sisi kama familia pamoja na wote wenye mapenzi mema tunaendelea kumlilia Mungu wetu wa mbinguni kwa imani kubwa. Pamoja na kutokuwa na taarifa yoyote rasmi ya hali yake, tunaendelea kuamini Balozi Polepole yuko salama na Mungu wa mbinguni atamrejesha salama nyumbani. Humphrey Polepole aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba alitoweka katika mazingira tatanishi mnamo Oktoba 6, na baadaye wakili Peter Kibatala akishirikiana na ndugu wa familia ya Polepole walifungua kesi wakitaka serikali iseme alipo mwanasiasa huyo au imlete mahakamani iwapo ana makosa. Kesi hiyo itasikilizwa tena Oktoba 24 saa 5 asubuhi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante sana Florence Majani ukiwa maeneo ya Dar es Salaam kwa taarifa hiyo. Serikali ya Rwanda imechapisha majina ya watu 25 ambayo imewataja kuwa magaidi wa taifa, ikiwatuhumu kufanya vitendo vinavyotishia usalama wa nchi hiyo. Ni orodha ambayo ina majina makubwa kwenye kambi ya upinzani nchini Rwanda, na wengi wao ni wale waliowahi kuwa karibu kuwa na Rais Paul Kagame kabla ya kukosana naye. Silvenas Karamera na taarifa hiyo kutokea Kigali, Rwanda. Kupambana na ugaidi katika chapisho maalum la gazeti la serikali la Oktoba 14 mwaka huu. Kwa mujibu wa chapisho hilo, ofisi ya waziri mkuu wa Rwanda ndiyo iliyotoa maagizo na mamlaka ya kutangaza orodha hiyo, ambayo kwa kiasi kikubwa inahusisha majina ya wapinzani sugu wa serikali ya Rwanda waishio uhamishoni. Miongoni mwao ni Jenerali Kayumba Nyamwasa aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ya Rwanda na mshirika wa karibu wa Rais Paul Kagame, ambaye sasa anaishi kama mkimbizi nchini Afrika Kusini na ameponea chupuchupu mara kadhaa majaribio ya kumtoa uhai. Yupo pia Dr. Theogene Rudasingwa, meja wa zamani katika jeshi la Rwanda, ambaye pia aliwahi kushikilia nyadhifa nyeti kama katibu mkuu wa chama tawala RPF, balozi wa Rwanda nchini Marekani na mkuu wa ofisi ya Rais Paul Kagame. Hivi sasa ni mkimbizi nchini Marekani. Wengine kwenye orodha hiyo ya magaidi ni viongozi wa vyama vya upinzani na wafanyakazi uhamishoni, makamanda wa kundi la waasi wa FDLR na wakosoaji wakubwa wa serikali ya Kigali kwa kutumia mitandao ya kijamii hususan YouTube. Ali Mali, mchambuzi wa masuala ya ukanda wa maziwa makuu aishie nchini Ufaransa, anaamini hatua hii imechukuliwa katika juhudi za kuminya zaidi wigo wa upinzani wa Kagame wa kufanya kazi kwa uhuru popote pale walipo. Kwa kweli ukitazama wakati huu ni wakati ambao kuna upepo wa mazungumzo ya amani kati ya Rwanda na nchi jirani. Kwa hiyo hatua hiyo ni mwendelezo tu wa kuweza kuwadhoofisha na kuzidi kuwaonyesha wapinzani kama ni wabaya, na hatua zingine nadhani zitafuata, kwa sababu kisha watangaza watu kwamba ni magaidi, basi nadhani hata kesi mahakamani zitafuatwa na hatua zingine zitachukuliwa za kuwanyima nafasi kabisa ya kuweza kufanya siasa, licha kuwa wako nje
ya Rwanda, na siasa haifanyiki ndani ya nchi tu basi. Kwa hiyo bado ni fimbo kwa wapinzani na mbinyo katika uwanja wa kidemokrasia unazidi kubanwa. Chapisho la majina hayo 25 linaonyesha kila mtuhumiwa alikozaliwa, anakoishi kwa sasa, shughuli za kisiasa anazozifanya na sababu ya yeye kuwekwa kwenye orodha hii. Sababu mojawapo kubwa inayotajwa kwenye chapisho hili ni washukiwa hao kutumia ushawishi na umaarufu wao kuiunga mkono makundi yenye silaha ambayo Rwanda inataja ni ya kigaidi kwa ajili ya kuyumbisha usalama wa nchi hiyo. Hata hivyo, licha ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kuiandikia taarifa hii, serikali hadi sasa imejizuia kulizungumzia kwa undani. Haikuelezwa ikiwa serikali ya Rwanda itataka kuwakamata watu hao wala njia itakayotumiwa, ikizingatiwa kuwa wote walioko kwenye orodha hiyo wanaishi katika nchi za nje. Asante sana Suleiman Mwiru kwa taarifa hiyo, ambapo inatokea kule Rwanda. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo ni habari za dunia. Tunashirikiana na wanaripota ama ripota wa idhaa ya Kiswahili ya DW katika matangazo yetu ya mbashara. Kampeni za uchaguzi mkuu nchini Tanzania zinaendelea kushika kasi katika mikoa mbalimbali, huku vyama vya siasa vikiwasilisha sera zao kwa wapiga kura. Lakini huko mkoani Mtwara, kusini mwa taifa hilo, baadhi ya wananchi wanaoishi maeneo ya vijijini wamekosoa mwenendo huo wa kampeni. Salma Mkalibala na taarifa hiyo kutokea Mtwara, Tanzania. Tangazo wilayani Mtwara, wananchi hao wamesema licha ya hamasa ya uchaguzi kuongezeka, wengi bado hawajapewa nafasi ya kusikia sera zinazogusa moja kwa moja uhalisia wa maisha yao na changamoto wanazozipitia, kama anavyoeleza Cecilia Anthony kutoka kijiji cha Nanguruwe na Hussein Banda wa kijiji cha Tangazo. Kwa sisi huku kwetu tunatamani wagombea waje kabisa watusikie sisi wananchi tunasema nini au tunahitaji nini kwao. Uendeshaji wa kampeni, mtu anaongea sera zake, baadaye lazima tupewe, tuambie bwana wewe ulizeni maswali. Lakini nashangaa kwa mwaka huu hata mgombea mmoja anasema bwana uliza maswali au muulize maswali, tukauliza. Aidha, kwa upande wa kundi la wanawake ambao wafungamani na vyama vya siasa, wanasema mara nyingi sauti zao hazisikilizwa wakati wa kampeni za uchaguzi, huku changamoto zao za kila siku zikibaki bila kushughulikiwa. Vijana nao wanataka kampeni zenye maudhui ya sera badala ya maneno ya malumbano yaliyojaa kashfa na chuki dhidi ya wagombea, hasa wale wanaowania nafasi za udiwani na ubunge. Kuna baadhi ya vyama vingine kidogo inaonyesha kwamba ni kushambulia wapinzani wenzao tu, yani wale wa vyama tofauti na vyama vya kwao wao, lakini hawajatoa sera ambazo sisi kama wakazi wa maeneo haya kwamba ndio kiu ya maendeleo au ni kiu ya kile tunachokihitaji baada ya wao kupata nafasi zao za uongozi. Mchambuzi wa masuala ya siasa Bata Komba anasema mitazamo hiyo inaonyesha pengo kubwa la mawasiliano kati ya wagombea na wananchi wa vijijini. Moja ya dhamira ya demokrasia kuleta watu wengi ili kuwe na machaguo mengi ya wananchi, lakini kwa hali inayoendelea sasa inaonekana kabisa kwamba maana halisi ya demokrasia inafifishwa. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wanakiri kuwa wagombea wao hawajafanikiwa kufika katika maeneo ya pembezoni kutokana na changamoto za kifedha na kuongezeka kwa siasa za utandawazi zinazozingatia zaidi maeneo ya mijini, kama anavyoeleza Saidi Kulaga, katibu wa chama cha wananchi CUF mkoani Mtwara. Maskini kama hivi bado huu utandawazi haujawezesha kumfikia mtu wa ngazi za chini kabisa hapa walipo kule vijijini kwa ndani. Kwa mujibu wa rekodi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi, jumla ya vyama 17 vimesimamisha wagombea wa urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29. Hata hivyo, hadi sasa ni wagombea wasiozidi 5 pekee waliowasili mkoani Mtwara kunadi sera zao. Kutokea hapa mkoani Mtwara, kusini mwa Tanzania, mimi ni Salma Mkalibala wa DW. Asante sana Salma Mkalibala wa DW kwa kuweza kutuletea taarifa hiyo kutokea maeneo ya Mtwara, kusini mwa Tanzania. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limetahadharisha juu ya maamuzi ya kupunguzwa kwa misaada kutoka kwa mataifa wachangiaji wakubwa duniani kuwa kunaweza kuathiri mamilioni ya watu katika mataifa yanayopokea msaada wa chakula na kusababisha nchi hizo kutumbukia kwenye baa kubwa la njaa. Wakati huo kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14
katika hotuba yake kwenye makao makuu ya shirika la WFP mjini Roma ameikosoa dunia kwa kushindwa kuzuia mamilioni ya watu kufa njaa. Doto Bulendo na taarifa hiyo. Makao yake makuu mjini Rome nchini Italia imesema inakabiliwa na upungufu wa karibu 40% ya ufadhili, ambayo ni makadirio ya dola za Kimarekani bilioni 6.4 ikilinganishwa na dola bilioni 9.8 mwaka uliopita. Shirika la WFP kupitia jarida la matibabu Lancet limesema lipo katika mtikisiko mkubwa na hatari ya kushindwa kutoa msaada kutokana na washirika wakubwa waliokuwa mstari wa mbele kupunguza kiwango cha ufadhili. WFP imesema uamuzi wa mataifa hayo yaliyokuwa mstari wa mbele kufadhili mpango wa chakula duniani utaathiri watu milioni 13.7 kwenye mataifa yenye changamoto za migogoro na ambayo yameorodheshwa kupokea chakula cha dharura, ambao ni mpango wa shirika hilo wa kuzinasua jamii zisitumbukie kwenye baa la njaa. Ukanda wa Gaza na Sudan zimetajwa kama maeneo ya dharura kwa sasa kutokana na kukumbwa na migogoro. WFP imesema uhitaji nchini Afghanistan wanapokea msaada wa chakula chini ya 10% na kuacha maelfu ya watu wakiwa hawajui watapata wapi chakula. Mkurugenzi wa kitengo cha dharura cha shirika la WFP, Ross Smith, amesema uamuzi huu wa wachangiaji kuhusu kupunguza misaada pia utaathiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kiwango kikubwa. Tukigeukia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaona kiwango kikubwa cha njaa huko. Zaidi ya watu milioni 27 wanakabiliwa na uhaba wa chakula, na mpango wetu ni kusaidia mwanzoni mwa mwaka chini ya watu milioni 2.3 kati ya hao ni watu katika IPC4. Lakini kutokana na mapungufu ya ufadhili, sasa tunaangazia watu milioni 1 tu katikati ya mwaka huu, na tunapunguza idadi hiyo hadi watu 600,000 kabla ya mwisho wa Oktoba mwaka huu. Mwezi Januari, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kupunguza ufadhili ambao kwa mwaka huu Marekani imechangia dola bilioni 1.5 tu kutoka dola bilioni 4.5 mchango wake wa mwaka jana, hali ambayo inazua hofu juu ya hatima ya watu walio katika nchi zinazokabiliwa na migogoro ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, matukio yanayosababisha njaa. Asante sana Dr. Bulendo kwa taarifa hiyo. Unaendelea kupokea taarifa hii habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo tunashirikiana na idhaa ya Kiswahili ya DW, ambapo wakati huu basi msikilizaji, na kuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Enda pale kwenye Facebook yetu, vile vile utapata pale link ya PayPal, ambapo namna hiyo unaweza wasilisha mchango wako kupitia njia hiyo iwapo uko kwenye maeneo ambayo yanakutatiza ufanye vipi. Sasa hivi basi na kurejesha kwenye studio za DW ili uweze kupokea sehemu yanayovuma kwenye majukwaa ya mawasiliano. Kenya kuna hayo maneno ya kutupiana. Kwa mfano kama Eli 55 anasema Wakenya muda wote wao wamechanganyikiwa, wanaanza fujo. Swedi Smart anasema ili ufanikiwe, ili ufike wakati, anasema ile sasa ifike wakati Kenya wawe na adabu, hata matukio msiba kila sehemu wao ni fujo tu. Amrani anasema nilisema sasa kwa ustaarabu hapa hakuna, lazima tu polisi watatumia nguvu. Hii ni tofauti na sisi tulivyomwaga JPM huko Tanzania. Maoni ni mengi kusema kweli. Lakini kuna namna ambavyo kila mtu anaonyesha namna ambavyo pengine anaomboleza. Pengine wameelemewa na machungu, kila mtu anataka muone, anaona kama ndio kinachotokea. Dakika ijayo mwili utafungwa, alafu mimi sitaweza kuona, ndio maana labda pengine wanatumia nguvu. Hatujui. Na video pia ilikuwa inaonyesha kwamba yani kuna sehemu maalum ambayo imewekwa kwa ajili ya viongozi ambayo ilikuwa iko wazi. Viongozi wengi hawakufika kwa sababu ya vurugu. Sasa wananchi wakataka kupita kwenye hiyo sehemu ili waruke waende, na ndio hapo vurugu ambapo zimetokea. Tuhamie huko nchini Tanzania ambako kupitia mitandao ya kijamii hususan X na Instagram kuna video ya kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa JWTZ Kanali Bernard Masala Mlunga akisema kuwa jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania linasema kwamba aliko tayari kulinda dhamana ya ulinzi ya nchi na kuhakikisha Tanzania kwamba amani na usalama utakuwepo wakati
kabla na baada ya uchaguzi. Hii inatokana na machapisho na taarifa mbalimbali zilizopo katika mitandao ya kijamii kwamba kuna taarifa, wengine wanasema wanaharakati na vyombo vingine wanasema kwamba watu wataandamana. Kwa hiyo JWTZ inasema hakuna swala kama hilo. Sasa haya. Sasa maoni yanaleta taswira nyingine kabisa, na ndio maana nakwambia Lilian na msikilizaji, dunia hii ya teknolojia ina visa sana. Kwa mfano Jose Macho anasema jamaa anaongea kama kalazimishwa. Saa Magito anasema inawezekana huyu akawa ni akili mnemba kama ilivyokuwa kwa Tesha, maana yake haiwezekani, anazungumzaje swala la amani. Maoni mengi yaliyopo Instagram na X katika video hiyo Lilian inaonyesha kwamba kuna AI. Wakati mtu wa kweli wanakosa imani. Mbona wanakosa imani? Tuachie hapo kwa kweli. Haya, tunageukia kwenye kurasa zetu na sisi huku tunaangalia wametuandikia nini. Asante sana DW Kiswahili kwa matangazo yenu ya jioni, na wapata vyema nikiwa Dar es Salaam. Anasema Rista Mwaruko, Rahel Michael anatuandikia kutoka kwa Madule Handeni, Tanzania. Anasema poleni sana jirani zetu Kenya kwa msiba mzito. Na Flora Jonas wa Arusha, Tanzania, anasema pamoja na changamoto zinazoikabili nchi yetu hakuna demokrasia Tanzania, hilo liko wazi. Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema tunaomba mahakama kuu itende haki kwa kesi ya Polepole. Isaya Sambo anasema mapigano yanazidi kuongezeka kila leo na watu hawapati utulivu wa kulima na hii inachangia njaa. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania anasema vita ndiyo sababu ya njaa. Robinson Kachumita ametuandikia kutokea Kerwa, Tanzania, anauliza Humphrey Polepole atapatikana lini jamani? Ni wajibu wenu jeshi la polisi kuhakikisha anapatikana. Hamis Juma wa Babati, Manyara, Tanzania, anasema anaomba pole wa Kenya wote kwa msiba mzito. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake Raila Odinga mahali pema peponi, amin. Na kwenye ukurasa wa Instagram Aziza Maka anasema Raila alikuwa kiongozi mahiri hapa Afrika Mashariki. Tukisalia kwenye ukurasa wetu wa Instagram, anaitwa Bakari Katunzio, Mwanza, Tanzania, anauliza kwa nini huko Mashariki ya Kati kuna machafuko ya muda mrefu. Saidi ya Ndende anasema pumzika kwa amani baba. Na Badson Hussein kutoka Singida Manyoni, Tanzania, anasema Afrika itakombolewa na kizazi cha sasa ili kutoka ndani ya wakoloni hao weusi. Maoni yake Padre Hussein huyo. Na Kipese Kierua Mali ya Arusha, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa ongezeni jitihada kuhakikisha amani inarejea kwenye mataifa yenye machafuko. Masanja Kuyanja anasema pumzika kwa amani Raila Odinga, mwanasiasa mkongwe huko nchini Kenya. Msikilizaji, ujumbe wa Masanja ndio unatufungia matangazo yetu ya jioni, na kushukuru sana kwa kuungana nasi. Asante Najat kwa kuungana nami pia. Hadi kesho saa 12 kamili za asubuhi. Naitwa Lilian Mtono. Asante sana Lilian Mtono kuweza kufanya kazi nkutu nzuri sana na kuweza kushirikiana nami hapa hivi. Mimi vile vile na kutakia kila laheri katika jioni ambapo namna hiyo unaenda mapumzikoni. Basi wakati huu inapendeza msikilizaji, vile vile hapa hivi mimi nikuelekeza kwenye Kiziba Mkonga kabla ya kuweza kutamatisha. Kiziba Mkonga cha sasa. Je, kwenye maisha yako una mtu wa karibu au rafiki wa kweli ambaye unaweza kumpigia simu usiku sana kumfahamisha kwamba una shida, unamhitaji haraka, akaacha kitanda akaja bila kujua shida yenyewe? Kama huna, basi una shida kubwa. Wengi udhani tuna marafiki kibao, kumbe tunafuga majoka tu. Enda kwenye simu yako, angalia. Genuine people are scarce. Ingia kwenye simu yako, angalia. Kuna namba za watu wengi sana. Yakikufika
Hapo tutajua rafiki ni nani. Wakati nilimpoteza mama yangu mzazi Queen Elizabeth Endesha General, nilikaa kikao cha mimi mwenyewe, nikajiuliza, hizi namba ninazobeba kwenye simu yangu nataka sasa nizibadilishe ziwe pesa kwa sababu ya maandalizi ya maziko. Nikatengeneza WhatsApp group, waliochanga na wajua, waliojiondoa kwenye WhatsApp group na wajua, walionipigia simu na waelewa. Hapo ndipo nilijua kwamba sio kila mtu ni wa kwako. Wakati wa shida tutajua rafiki ni nani. Na hicho ndicho Kizimba Mkonga cha sasa.